أيها الحاضرون أيها المشاهدون من قناة ليكتشر. من هذه قناة اليوم سوف نأخذ بعض معلومات التي أنا رتبتها. هذه معلومات سوف تكون مساعدة إليك أيها المشاهد أيها الحاضر. استمع إلي بعناية. ماذا سوف أعلمك اليوم؟ Leo katika channel yangu hii utajifunza kitu muhimu kweli kweli. Nataka nikufundishe kuongea lugha ya Kiarabu, namna ya kujitambulisha na namna ya kusalimia, pamoja namna ya kutunga sentensi kwa kutumia asmaul ishara kivitendo. Huenda ukawa mbali na mimi saizi, lakini nitakufundisha kivitendo. Ili usome kivitendo zaidi, sikiliza video hii. Tazama video hii mwanzo mpaka mwisho, kisha utaenjoy na utaona faida. Hapo katika comment tunga sentensi yoyote ambayo umejifunza katika video hii. Nimekuandalia video imara na kabambe ambayo hujua kusikiza yote katika mfumo ambao ninautumia kutoka hapa Lecture Online TV. Yes, na kukaribisha wewe mtazamaji, lakini usisahau kusubscribe pia na kubonyeza alama ya kengele ili tuweze kuwa pamoja, kisha nitazama mwanzo mpaka mwisho. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maro. Ana uhibbukum fillahi. Ikhwani, naam, marhaban bikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, na kukaribisha katika kujifunza lugha ya Kiarabu kivitendo. Leo tutakuwa na mafundisho haya ya lugha ya Kiarabu kwa vitendo, hatua kwa hatua, ila tutaanzia kuanzia darsul awal, kuanzia somo la kwanza. Katika somo la kwanza tutakuwa tunaposema ni darsul awal. Ila usisahau kusubscribe na kucomment, pia kisha unasikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho. Katika darsul awal, somo la kwanza ndicho ambacho tunakwenda kujifunza. Sehemu hii, somo la kwanza, tutakuwa na sehemu mbili. Tutakuwa na sehemu ya kwanza, sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza itahusiana na masuala ya salamu na kujitambulisha. Sehemu ya pili itahusiana na masuala ya asmaul ishara, majina ya kuashiria na namna ya kutunga sentensi hatua kwa hatua. Kumbuka katika kozi hii ambayo naiendesha hapa YouTube ni ya level 2 kwa beginners wanaoanza kujifunza lugha ya Kiarabu. Nikisema level 2 na kusudia kwa wewe ambaye uweze kusoma lugha ya Kiarabu, unakuwa ni level 1 na unataka kujifunza namna kusoma herufi za Kiarabu na sentensi yake. Ukihitajia, namba yangu ni hiyo hapa screen 0785 766 nitakufundisha hatua kwa hatua. Ndani ya mwezi mmoja utafahamu vizuri, na dada yangu utakutisura alhamdulillah mpaka hivi anaendelea vizuri. Haya, fuatilia hii kozi, na kama utapenda kwa ajili ya mazoezi zaidi ya kujifunza lugha ya Kiarabu, namba yangu hapo, njoo tujifunze pamoja Kiarabu kizuri. Tumesema ni ad-darsul awwal, somo la kwanza. Sehemu hii niwaambie itahusiana na masuala greetings na kujitambulisha pamoja na asmaul ishara. Haya, kama nilivyokutanguliza, tunasema at-tahiyatu wat-ta'arufu. At-tahiyatu maana yake ni greetings, salamu. Wat-ta'arufu maana yake ni introduce, kujitambulisha. Sawa. Kwa hiyo haya leo utafahamu namna gani utasalimia kwa lugha ya Kiarabu na vipi utaweza kujitambulisha walau kwa ufupi. Tukajifunza sasa mwanzo mpaka mwisho. Tutaanza na hii sabahul khair. Sabahul khair, anapoambia mtu sabahul khair, angalia kasa yako, sabahul khair tafsiri yake good morning au za asubuhi. Jibu lake linakuwa sabahun nur. Sabahun nur maana yake za asubuhi nzuri. Kwa hiyo tunapojibu sabahul khair tunakwenda na sabahun nur, ndio majibu yake yanakuwa sahihi hivyo. Masaul khair ni salamu ya jioni. Sawa? Pia hata mchana unaweza kutumia hiyo masaul khair. Kwa masaul khair za jioni, masaun nur. Mtu akikuuliza sabahul khair, jibu sabahun nur. Masaul khair, masaun nur. Kaifa asbahta, hii salamu ya hapa, ngoja nikuonesha hapa. Hii sabahul khair na hii hapa kaifa asbahta ni vitu ambavyo vinafanana. Ikimaanisha kaifa asbahta tafsiri yake vipi, umeamka vipi. Sawa, umeamkaje? Asbahtu bi khair, utajibu nimeamka salama. Angalizo hapa kwa mwanamke utasema kaifa asbahti. Sawa? Yes. Kaifa al-umur, kaifa al-umur manake vipi mambo. Kaifa al-umur, vipi mambo. Alhamdulillah.
mambo yako salama. Manake kila sifa njema stahiki Allah. Shukran jazila. Shukran jazila, yule mzungumzaji asa shukran jazila na kushukuru, manake thank you very much, asante sana. Jibu lake utamjibu shukran, utambia hivyo asante. Au kuna njia nyingine ya kujibu, tunakuja. Atakapokuambia shukran, utamjibu hivi afwan, manake karibu tena. Au ala ruhbi wasaa, hapa kuna alif na lam. Ala ruhbi wasaa, manake karibu tena. Wanafunzi wangu wengi napowasalimia, wanaponiambia shukran, napenda sana mimi kutumia hiyo vitu viwili, either nitatumia afwan au nitatumia ala ruhbi wasaa, ndio ninavyotumia sana hivyo. Lailatu saida, manake usiku mwema. Mtu anakuaga lailatu saida, usiku mwema, utaambia lailatu saida. Hiyo ilikuwa ni katika at-taaruf. Tupo sehemu hii ya kwanza, namna ya kujitambulisha. Twende sehemu ya kwanza hii, tukaangalie ile ilikuwa salamu afwan, tukaangalie namna kujitambulisha. Assalamu alaykum. Wa alaykumus salam. Ismi Farhan. Wa masmuka. Ismi manake jina langu. Wa masmuka, jina lako nani? Ismi Muhammad, jina langu ni Muhammad. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Mwanamke taambia kaifa haluka, ingawa utaikuta hapa chini. Kaifa haluka, mwanamwambia mwanaume, sawa, vipi hali yako? Bi khair walhamdulillah. Assalamu alaykum. Wa alaykumus salam. Ndugu zangu, sehemu hii hapa inahusu mwanaume tu, unapoongea na mwanaume. Lakini sehemu hii ya chini hapa inahusu unapoongea na mwanamke. Assalamu alaykum. Wa alaykumus salam. Ismi Sajda. Wa masmuki? Ismi Fatima, jina langu ni nani? Fatima, sawa. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Na imani umefahamu vizuri vyema katika utangulizi wetu wa sehemu ya kwanza, namna ya kujitambulisha. Sasa tunakwenda sehemu ya pili kuangalia namna ya kutunga sentensi. Katika sehemu yetu ya pili, namna ya kutunga sentensi, tutaanza na kitu tunaita al-mufradatu. Al-mufradatu manake misamiati au vocabulary, sawa, ndio tunaita al-mufradatu. Wapenzi wa wafuatiliaji wa Lecture Online TV, muhimu sana kusubscribe, pia na usisahau kucomment na kulike kwa kila ambacho umejifunza, walau kuonesha uwepo wako. Hakikisha unasikiza video hii mwanzo mpaka mwisho. Wengi wamefollow channel hii na watu mbalimbali wakubwa wamefollow. Najifunza Kiarabu, endelea kunisupport tuweze kufika mbali zaidi. Al-mufradatu maana yake misamiati. Katika al-mufradatu, katika misamiati, nitakupatia misamiati michache tu. Misamiati hii ipo katika kitini changu ambacho nimekitengeneza, kinaitwa kitini changu cha lugha ya Kiarabu, sawa. Tahadath al-arabia, kile ni kizuri ambacho kina misamiati mingi. Mfano wa misamiati ni hii hapa. Ili uweze kutumia asmaul ishara, majina ya kuashiria, ni lazima uwe na misamiati katika kichwa chako. Nikisema misamiati, tafsiri yake uwe na maneno walau hata yasipungua 2 matatu. Katika video zangu zilizotangulia nyuma nishaelezea, ili uweze kuongea lugha ya Kiarabu, hakikisha walau kwa siku unahifadhi maneno 2 hata matatu. Na maneno hayo kuna majina, miongoni mwa majina ndo haya hapa ambayo unaona katika ubao wako. Tutaanza al-ismu. Ismu manake ni jina. Tutakuwa na upande huku na huku majina. Nitakusomea. Mukayyifun. Mukayyif manake ni IC. Unajua IC ya ndani ile, IC air condition, ndio tunaita mukayyifun. Ghurfatul qiraa, chumba cha kusomea. Makhzanun, ungesto ila kosea. Miknasatun, fagio. Ghurfatul julusi, chumba cha kukaa. Kubun, kikombe. Arika. Arika manake furniture, zile mahali makochi. Dalwun, ndoo. Hasubun, kompyuta, laptop hiyo. Babun, mlango. Ghurfatu taami, chumba cha kulia chakula. Ghurfatu naumi, chumba cha kulala. Mil'aqa, kijiko. Qidr, sufuria au wengine inaitwa chungu. Bustanun, bustani. Hii kata qidru chungu, wengine tadi hotpot tunatumia hiyo qidru.
Bustanun nini? Garden au bustani. Sarirun kitanda. Finjan kikombe. Swabun sabun. Katika hapa misamiati hii, mifradati hii nimekupatia mingi alhamdulillah. Tutakwenda na sehemu nyingine. Al-mukhtabaru. Al-mukhtabaru manake ni library, maabara. Yes, maabara. Shule kuna zile maabara za science na mingine tunaita nini? Al-mukhtabaru. Al-madrasa manake shule. Al-mabna manake jengo. Al-faslu darasa au safu, unaweza kujiita kwa jina la safu. As-saidaliya. Saidaliya tafsiri yake ni duka la dawa. Saidaliya ni duka la dawa, maana tunaita nini? Pharmacy. Al-mustashfa. Al-mustashfa manake ni hospital. Hospital tunaita al-mustashfa. Nashratul akhbari, breaking news. Nashratul akhbari au taarifa ya habari. Sawa. Al-jilsa manake kikao. Jilsa kikao tunaita jilsa. Kumbuka nimetamka kwa kutumia alif na lam mwanzo, lakini pia unaweza kutamka pasi na kutumia alif na mfano mukhtabar, madrasa kama hivi. Haya, twende sasa, tutakuwa na vitu hivi hapa. Tutakuwa na hadha ikimaanisha jinsia ya kiume, tutakuwa na hadhihi jinsia ya kike. Sasa katika sehemu hii kuna raha alhamdulillah. Tunasema hivi, hadha wa hadhi. Hii neno hadha na hadhihi minal asma'il ishara lilqaribi, ni katika majina ya kuashiria kitu kilichopo karibu. Sawa? Kwa hadha na hadhihi. Hadha tunaliashiria jina ambalo ni la kike. Angalia, tuna sehemu mbili hapa. Hadha tumesema tunashiria jina ambalo la kiume, afwan. Neno hadha tunaashiria jina la kiume. Kitu chochote ambacho kina jinsia ya kiume, kumbuka tunatumia nini? Hadha. Lakini hadhihi, sawa, tunaashiria kwa kitu kwa kitu ambacho ngoja nifute niandike vizuri hapa. Yes. Katika hadhihi tunaashiria kwa kitu ambacho kina jinsia ya kike. Kwa kitu ambacho kina jinsia ya kike ndio tunasema hadha ya kiume, hadhihi kitu jinsia ya kike. Ndugu mtazamaji wa Lecture Online TV, hakikisha unanifahamu hapa vizuri ili tuweze kwenda mbele kwa usahihi na kwa raha zaidi. Usiponielewa hapa katika sentensi na kuja mbele hapo hautaweza kunielewa. Na kupatia zawadi hii, chukua. Sasa mbele tutakutana na somo la hivyo, lakini utatambuaje jina hili ni la kike na jina hili sio la kike ili uweze kutumia hadha na hadhihi? Hatua nzuri, nataka nikufundishe tu sehemu moja hapa, huku sio kazi. Na kuandikia alama za jina la kike. Alama ya kwanza kuna mtu mmoja tunaita ta'u marbuta, inakuwa ya hivi. Tutakuta mbele huko. Alama ya pili tunaita alif mamduda. Sawa? Na alama ya tatu tunaita alif maksura. Sawa? Hizi ndio alama ambazo zinatuongoza kwamba hili ni jina la kike. Na kumbuka, alama hizi tatu zinakaa mwisho katika jina. Katika mfano madrasa tu. Nimekuonyesha kule neno madrasa tu. Ile madrasa tu kuna hii hapa ta'u marbuta imekaa mwisho wa jina. Utakapokutana na neno la hivi limeishiwa na alama hii hapa ya kike, basi jua hili ni jina la kike. Pia kuna neno tunaita asma. Asma imeishiwa na alif na hamza. Hii tunaita alif mamduda. Neno lolote, jina lolote ambalo limeishiwa na hizi alama mbili, basi ujue hiyo ni jina la kike, tutumia nini? Hadhi. Pia kuna alama hii hapa alif maksura. Mfano Salma au Hafsa bila kukosea. Imeshaona alif maksura, hiyo tutaita kwa kutumia hadhi. Angalizo. Kuna majina ya wanaume ambao yameishiwa na ta'u marbuta, mfano Hamza. Hilo hatuiti jina la kike, automatically ni jina la kiume. Sawa? Lakini kuna majina mengine ya kike ambayo hayana alama hii, mfano Maryam, Zainab, hiyo automatically itakuwa jina la kike. Tena tukaangalia namna kutunga sentensi baada ya kunielewa hapa kwa usahihi zaidi. Haya. Angalia. Hadha swani katika al-mudhakkar upande wa wanaume, hadhihi al-muannath upande wa kike. Hadha.
hadha muallimun, hadha muallimun, huyu ni mwalimu. Kwa sababu inamaanisha huyu. Hadhihi muallima, huyu ni mwalimu wa kike. Kwa hiyo huku nitasoma makini kwa upande wa kiume, upande wa kike. Hadha Umaru, hadhihi Zainab, hadha baitun, baitun manake nyumba, hadhihi madrasa, hii ni shule, hadha sabun, hadhihi sayyara, hadha dikun, jogoo, yes, kuku jogoo, hadhihi dajaja, huyu ni kuku jike au mtatetea, yes, ko, hadha abi, huyu ni baba yangu, hadhihi ummi, huyu ni mama yangu, hadha ibni, huyu ni mtoto wangu wa kiume, hadhihi tawila, hii ni meza, hadha mindil, hadhihi tufaha, mindilu manake leso, handkerchief ile, hadhihi tufaha, hili nini? Tunda, tufaha, hadha miftahun, sawa, hadha miftahun, hii ni nini? Funguo, hadhihi zujaja, hadhihi zujaja, zujaja ikimaanisha nini? Chupa. Kwa zujaja ni chupa, lakini miftahu ni ufunguo. Hadha turmusun, hadha turmusun, hadhihi Salma, mona alif maksura mpata mwisho, hadhihi Salma. Yes, na maana umeenjoy na umefurahia somo langu la lugha ya Kiarabu mwanzo mpaka mwisho, vitendo kwa vitendo. Kwa mawasiliano zaidi ni 0785766703. Nitafuta tuzijifunza lugha ya Kiarabu, ila usisahau kusubscribe pia na kuitazama video hii mpaka mwisho. Endelea kuwa karibu nami, hakika kila moja tuendelee kuenjoy pamoja. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa, niseme maasalama.